Filamu inaanza kwa kumwonyesha mwanamke kijana anayeitwa Eva akiwa njiani kuelekea hostel kwake anapoanza masomo ya chuo kikuu. Baada ya kuwasili chumbani kwake kwenye hostel, Eva anakutana na mwanachumba mwenzake, Shannon, ambaye anamkaribisha kwa uchangamfu. Shannon kisha anamtambulisha mpenzi wake, Mark, ambaye naye anasoma katika chuo hicho hicho. Siku ya kwanza ya masomo, Eva na Shannon wanakutana na mwanamke anayeitwa Molly ambaye anawaalika kuhudhuria sherehe ya kuwakaribisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza itakayofanyika baadaye usiku huo. Kila mwaka chuo hicho huandaa tukio hili kama sehemu ya utamaduni wake. Sherehe hii si kwa ajili ya wanafunzi wapya pekee, bali pia iko wazi kwa wanafunzi wa miaka ya juu, ikiwaruhusu kutangamana na kujenga mahusiano katika miaka tofauti ya kimasomo. Hali ya uchangamfu iliyojaa muziki na kicheko huifanya sherehe hiyo kuwa moja ya matukio yanayosubiriwa kwa hamu zaidi kampasini. Kupitia sherehe hii ya kila mwaka, chuo kinatumaini kuwa wanafunzi wote wapya na wanaorejea wanaweza kufahamiana vyema na kuunda jumuiya yenye ushirikiano wa karibu. See, I told you we were in. It's like the party of the year. I'll see you guys later, okay? Okay. Baada ya mkutano wao kampasini, Eva, Shannon na Molly wanarejea kwenye hostel zao kujiandaa kwa ajili ya sherehe ya usiku. Muda unavyozidi kwenda, msisimko unaongezeka. Wanachagua mavazi yao kwa umakini, wanajipaka vipodozi na kupiga picha chache pamoja kabla ya kuondoka. Matarajio hayo yanawafanya wawe na hamu zaidi ya kupitia tukio lao la kwanza kubwa la chuo kikuu. Wanapowasili ukumbini, mazingira yamechangamka huku wanafunzi wa miaka yote ya kimasomo wakikusanyika sehemu moja. Sauti ya muziki, vicheko na mazungumzo vinajaza hewa na kuifanya sherehe hiyo ionekana ya kusisimua zaidi. Baadhi ya wanafunzi wanacheza dansi huku wengine wakiwa kwenye mazungumzo mazito au kucheza michezo ya unywaji pombe. Wanapokagua umati, wanawaona wanafunzi watatu wa miaka ya juu, Michael, Mitch na John, ambao wanaonekana kutokeza miongoni mwa wengine. Molly, ambaye anawafahamu kiasi, anagundua haraka jinsi Michael anavyomtupia macho Eva. Kwa tabasamu la utani, anamtania Eva akidokeza kuwa Michael anaweza kuwa anavutiwa naye. Mwanzoni Eva anasita, hisi uoga kumkaribia, lakini himizo la Molly linampa ujasiri wa kujaribu. Usiku unavyozidi kusonga, Eva anaanza kujihisi huru zaidi na kufurahia hali ya sherehe. Anapiga gumzo na Michael na kuanza kutulia, lakini bila kujitambua anakunywa kupita kiasi. Kwa kuwa hakuwa amezoea pombe, punde anaanza kuhisi kizunguzungu na kichefuchefu. Kichwa chake kinaanza kuzunguka na hatua zake zinakuwa za kuyumbayumba. Akiona hali yake inazidi kuwa mbaya, Mark na Shannon wanamsaidia haraka kuelekea bafuni, huku akimshikilia huku akihangaika kutembea. Mwili wake unadhoofika na kufikia mwisho wa usiku, Eva anaugua, jambo linalowalazimu marafiki zake kumtunza. Siku kadhaa baada ya kupata nafuu, Eva anarejea kampasini wakati wa mapumziko. Kwa bahati mbaya, anamuona Michael akicheza mchezo wa pool. Akimuona, Michael anaomba radhi kuwajibika kwa yaliyotokea kwenye sherehe. Ili kufidia hapo, Michael amemwalika Eva kwa ajili ya kahawa kwenye nyumba ya kale ya marehemu baba yake, anapofikiri Eva angepapenda. Akishangazwa kidogo, Eva anasita, lakini hatimaye anakubali. Akihisi kutokukataa mwaliko wa Michael, Eva hatimaye anakubaliana naye. Wanapowasili katika nyumba ya marehemu baba yake, Michael anamkaribisha kwa kikombe cha kahawa ya moto. Wanapoketi pamoja, Eva anaanza kufunguka kuhusu utoto wake, akieleza kuwa hakuwahi kupata upendo mwingi kutoka kwa wazazi wake. Mama yake alimwacha akiwa mdogo sana, na baba yake alikuwa na shughuli nyingi za kazi kila wakati, akikosa muda wa kutosha kwa ajili yake. Matokeo yake, Eva alikuwa akijitegemea, akijifunza kujitunza mwenyewe bila mwongozo wa wazazi. Hewa ya jioni ilipoanza kuwa ya baridi, Michael alimshauri waingie ndani ya nyumba ili wapate joto na faraja zaidi. Eva alimfuata ndani bila kujua nini kilikuwa karibu kutokea. Muda mfupi baada ya kuingia ndani, ghafla anaanza kuhisi kizunguzungu na uono wake unaanza kuwa na ukungu. Bila yeye kujua, Michael alikuwa ameweka dawa kulevya kwenye kahawa yake kwa siri. Eva alipoamka, alikuwa tayari katikati ya msitu. Huku macho yake bado yakiwa na kizunguzungu, Eva aliwaona wanaume watatu wamesimama mbele yake. Hawakuwa wengine, bali ni Michael, Mitch na John, ambao walikuwa ndio kwanza wamemaliza kumbaka. Baada ya kumaliza kitendo hicho, Michael, Mitch na John walikusudia kumuua Eva kwa kumtesa mara kwa mara, ikihisi kuwa Eva asingeweza kupona akiwa peke yake msituni. Kutokana na hali yake ya kutisha, Michael, Mitch na John walimwacha hapo hapo. By the time anybody finds her, there's not going to be anything left.
Bahati nzuri, Eva aliokolewa na Billy na Jim, baba na mwana ambao mara nyingi hutumia muda wao wakijifunza mbinu za kuishi porini. Walimkuta akiwa katika hali mahututi na mara moja wakampeleka kwenye kibanda chao kilicho ndani kabisa ya msitu. Kwa uangalifu mkubwa, Billy na Jim walitibu majeraha ya Eva na kumpa chakula na malazi. Polepole lakini kwa hakika, hali yake ilianza kuimarika chini ya ulinzi wao. Alianza kupata nguvu tena. Wakati Eva akiwa peke yake kwenye hema, huku Billy na Jim wakiwa wameenda kuwinda chakula msituni, Eva alifuatwa ghafla na mtu mmoja aliyeitwa D ambaye alikusudia kumbaka. Eva aliokolewa na Billy aliyewasili kwa wakati. Mara moja, Billy alimfanya D ajute ili asithubutu tena kumsumbua Eva. Eva akiwa na hofu ya kwa nini kila mtu anamtendea ukatili, aliamua kuondoka msituni hadi siku moja alipokutana na dereva wa gari tutakayemuita Tom. Tom alisimama kando ya barabara na kumpa Eva lifti. Tom hakuvumilia kumuona Eva akiwa na baridi kwa sababu hali ya hewa nje ilikuwa ya manyumi. Eva akifikiri kuwa yeye ni mtu mzuri, hakusita kuingia kwenye gari. Akimuona Eva aliyeonekana kuwa na njaa, Tom alimpa mkate. Baada ya kula mkate huo, Eva hakugundua kuwa tayari kulikuwa na dawa ndani yake. Eva hakutegemea kuwa Tom alikuwa mtu mbaya. Tom alimpeleka Eva mahali tulivu ili kumbaka. Hakubaka pekee, bali Tom alimuua pia Eva ili asitoe taarifa za vitendo vyake polisi. Baada ya kifo chake, Eva anaamka katika mwelekeo mwingine, dimension nyingine, ambapo kiumbe cha giza kinamkaribia pole pole. Mara tu kiumbe hicho kinapomgusa, jambo la ajabu linatokea katika ulimwengu wa kweli. Mwili wa Eva uliokuwa hauna uhai na ulioachwa nyuma unaanza kusogea tena, sasa ukiwa umepagawa na pepo la kale linaloishi msituni. Chini ya uongozi wa pepo huyo, Eva ananyanyuka na kumuua Tom vikatili kama kitendo chake cha kwanza cha kulipiza kisasi. Baada ya kumaliza hilo, anaanza kumtafuta D, yule mtu aliyemtishia msituni. Inadhihirika kuwa pepo aliye ndani yake ana kusudi, anatafuta haki kwa yale Eva aliyovumilia kwa kuwaangamiza wote waliosababisha mateso yake. Kumfuatilia D haikuwa kazi ngumu, na kwa nguvu zake mpya Eva alimwangamiza bila kusita. Baada ya watesi wake wawili kutokea, wamebaki watatu pekee, Michael, Mitch na John. Pepo ana subra akingojea wakati mwafaka wa kulipiza kisasi cha mwisho. Wakati huo, Mark na Shannon, wasiwasi uliongezeka huku Eva akiwa amepotea kwa siku kadhaa bila dalili yoyote ya alipo. Jaribio lao la kuwatafuta marafiki zake na kukusanya taarifa halikufanikiwa, na ukimya huo ulizidisha hofu yao. Kwa kukata tamaa, walichapisha mabango ya mtu aliyepotea yakiwa na picha ya Eva na kuyatawanyika jiji zima, wakitumaini kuwa kuna mtu anaweza kuwa amemwona. Hata hivyo, licha ya jitihada zao zisizokoma, hakuna mwongozo wowote wa maana uliopatikana. Siku zilivyozidi kwenda, Shannon alianza kuhisi kuwa Michael anahusika. Hakuwahi kumwamini kikamilifu, na baada ya matukio ya sherehe ile, alijihisi kuwa na uhakika kwamba Michael alikuwa na mkono katika kutoweka kwa Eva. Akishindwa kuondoa mashaka yake, aliamua kumkabili moja kwa moja. Alimfuatilia hadi kwenye baa ambayo Michael hupenda kwenda mara kwa mara, na kumuona kulizidisha hasira yake. Alikuwa akicheka, akinywa na kutaniana na mwanamke mwingine kana kwamba hakuna kilichotokea. Angeweza vipi kufanya mambo bila wasiwasi wakati Eva bado amepotea? Kwa hasira, Shannon alimvamia na kudai kujua Eva alipo. Michael hata hivyo alibaki mtulivu na akakataa kujua chochote, akipuuza shutuma hizo kwa tabasamu la dharau. Shannon alihisi kuwa anadanganya, lakini bila ushahidi wowote hakuwa na nguvu. Wakati mvutano ukiongezeka, Molly aliingilia kati na kumhimiza Shannon kuondoka kabla mambo hayajaharibika. Ingawa alisita, Shannon alirudi nyuma kwa wakati huo, lakini moyoni mwake alijua hataacha mpaka apate ukweli. Baada ya Shannon kuondoka, John akiwa amechoka kutokana na saa kadhaa kwenye baa, aliamua kuelekea nyumbani mapema, akimwacha Michael na Mitch wakiendelea na sherehe. Alipotoka nje na kuelekea kwenye gari lake, ghafla aliganda. Aliyesimama mbele alikuwa Eva, anaonekana tofauti. Akili ya John ilivurugika. Eva alipaswa kuwa amekufa. Amewezaje kuwa hapa? Hofu ilimtawala huku akihangaika kuelewa hali hiyo. Kabla hajapata muda wa kufanya lolote, Eva alichukua nafasi hiyo na kukatisha maisha yake haraka. You're dead. I'm sorry.
Siku iliyofuata, Shannon alipokuwa akirejea nyumbani kutoka kampasini, ghafla alihisi mtu akimfuata. Aligeuka na kumwona Mitch akimkaribia kwa jicho la ukali. Bila kusita, alidai kujua John alipo, akichukizika na ukweli kwamba rafiki yake alikuwa amepotea tangu usiku uliopita. Shannon, akiwa mchanganyikiwa na mwenye hofu, alisisitiza kuwa hajui chochote, lakini Mitch, akiongozwa na hasira, akakataa kumwamini. Subira yake ilimuishia na kumkamata Shannon kwa nguvu, akimsukuma chini. Alianza kumpiga bila huruma, akigongesha kichwa chake kwenye lami mara kwa mara. Shannon alilia kwa maumivu, mwili wake ukiwa dhaifu mno kutoa upinzani. Kwa kila pigo, uono wake ulififia na aligundua kuwa hana nafasi ya kutoroka. Wakati Mitch akijiandaa kumpiga tena, ukimya wa kutisha ulijaza hewa. Kivuli cha daga kilijitokeza nyuma yake. Ghafla, Eva alitokea, sura yake ikiwa haina chembe ya ubinadamu. Macho yake yaliyokuwa laini sasa yalikuwa yakiwaka na mng'aro wa kutisha. Kabla Mitch hajapata nafasi ya kufanya lolote, Eva alimvamia. Mitch alijaribu kupambana, lakini nguvu za Eva hazikuwa za kibinadamu. Kila shambulio lilikuwa la katili na silo na huruma, likichochewa na kisasi. Ndani ya muda mfupi, Mitch alikuwa limelala chini akiwa amekufa, mwili wake ukiwa umepotoshewa vibaya. Kisha Eva aligeuza macho yake kwa Shannon ambaye alikuwa amelala akitetemeka na amepoteza fahamu kiasi. Licha ya giza lililokuwa limemtawala, kitu chochote ndani ya Eva bado kilimtambua Shannon kama mtu anayehitaji kumlinda. Bila kusema chochote, alimnyanyua Shannon mikononi mwake na kumpeleka hospitali. Ingawa kisasi kilikuwa kinamuongoza sasa, hangeruhusu asiye na hatia ateseke. Mark alikimbilia hospitali mara tu aliposikia kuhusu hali ya Shannon. Akimwona amelala kwa udhaifu kitandani, alibaki pembeni yake mpaka apate nafuu. Wakati huo, Eva aliondoka hospitalini kimya kimya. Misheni yake bado haijaacha. Michael, mtu wa mwisho aliyehusika na mateso yake, bado alikuwa hai. Alikuwa mlengo wake wa mwisho. Eva alielekea kutoa haki kwa masharti yake mwenyewe. Baada ya muda, hatimaye Shannon alipata fahamu kwa mwili wote. Ingawa bado alikuwa dhaifu, alimsimulia Mark kila kitu kilichotokea usiku ule. Alifichua kuwa Eva alikuwa ametokea kwa wakati mwafaka kumwokoa kutokana na shambulio na kumuua kwa namna ya katili isiyofikirika. Ingawa uono wake ulikuwa na mguri baadhi ya matukio, alikuwa na uhakika kuwa ni Eva aliyefanya hivyo. Kile ambacho Shannon hakujua ni kuwa yule Eva aliyemwokoa hakuwa tena mtu aliyemfahamu zamani. Mwili wa Eva ulikuwa umetwaliwa na pepo wa kisasi aliyekusudia kulipa kibao kwa dhulma zote aliyopitia maishani. Mark, ingawa alikuwa na mashaka na madai yake Shannon kuwa Eva alitokea ghafla kumlinda, alifarijika tu kuwa Shannon alinusuru chochote kile ambacho kilikuwa ukweli. Kwake, jambo muhimu lilikuwa usalama wa Shannon. Wakati huo, muda wa Eva kulipa kisasi kwa Michael ulikuwa umewadia. Alimtazama kupitia dirisha lake, akichunguza kila hatua yake, lakini Michael alihisi haraka uwepo wake. Kimya kimya, alijiandaa, akichukua bunduki kujilinda na shambulio la Eva. Wakati tu Eva alipoingia ndani, Michael hakusita, alifyatua risasi. Risasi hiyo ilimpenya mwilini mwa Eva na kumfanya aanguke. Michael alitabasamu kwa dharau. Hii ingekuwa nafasi nzuri ya kumalizana naye kabisa, lakini kila ambacho hakujua ni kuwa Eva hakuwa tena mwanadamu kawaida. Kiumbe alichokuwa amekipiga risasi kilikuwa kitu kilichopitiliza uwezo wake kukielewa, kitu cha kuwa kitu hakifi kweli. Wakati Michael akisogea kutoa pigo la mwisho, ghafla Eva alijibu mapigo. It's all gonna be over soon. Little boyfriend. Lakini mwishoni Eva alimshinda kwa urahisi. Michael hakuwa na nafasi yoyote katika ule ulimwengu wa kiroho ambako roho yake iliko. Eva alimshukuru kimya ule pepo aliyemsaidia kutafuta kisasi dhidi ya wale waliomtendea ubaya. Alitoweka bila kuacha alama. Hakuna aliyejua alikoenda na hakuna aliyewahi kupata hata dokezo lolote kuhusu alipo. Na hivyo ndivyo hadithi ilivyofikia tamati.